Koma. Hizi hapa shukrani zangu za dhati kabisa na shukrani za kipekee kwako wewe ambao unaendelea kulambaza nami na kupata maarifa stahiki. Anayezungumza hapa si mwingine ni Gabo Zigamba Salim mwanangu Ahmed, jina la kwenye pasi ya kusufuria. Mshititi wa lugha au shinadhimu ya Kiswahili. Leo kwenye Koma bwana niko na Mnyamwezi, ndugu yangu tunamuita mjomba. Hizo lezo. Osh. Bwana karibu sana mwanangu. Jina lako nani? Sana. Mimi kwa majina naitwa Paul Konyaki. Yes. Yeah. Paul Konyaki. Yeah. Ibani langu Konyaki. Yeah. Bwana sawa mwanangu. Hapa tuna indaba za kusasa tu za izolo zipili ile. Bwana safi sana. Mimi nashukuru. Nataka tuangazie kwenye upande wako wa maadili, upande wa safari ambavyo safari yako ilikuwa. Unataka unipe chochote kitu niweze kupata na mimi namna gani safari ilikuwa kutoka hapa mpaka kufika ambako ulifika, ulienda nchi ngapi? Yes, ulienda kufanya nini na kwa nini? Sawa. Yes. Kikubwa kilichonitoa hapa kwenda maisha ya South Africa ilikuwa kutafuta maisha baada ya kuona hali ya kwetu hapa kidogo tafrani. Kwa ngoja tukaangalia na mbele nao inakuaje, kwa sababu miaka ile ndio wenzetu wamepata uhuru sasa kule, kwa maisha yakawa yako ile oya tunasema usio bana. Kama chewa. Hiyo kwa 2012 hiyo. 2012. 2012. Safari ilikuwaje kutoka hapa mpaka unaelekea? Safari ina changamoto zake nyingi kwa sababu ndio safari zile za kibaharia za tunaunga usio bana. Panda basi hapa hadi Tunduma boda pale unakaa yenyewe pale, pia bado unapaga misa pale kwa sababu hela yenyewe inakuwa kiduchu. Naona bana kwa pale unaunga kidogo hata wiki 2-3 pale unapata tena bus pale unafika za mpaka Halale, kwa maana kupita Rusaka. Naona bana Halale pale kuna boda ya Betty Bridge ambayo unaingia South Africa sasa. Okay. Kwa pale utakuwa uvuke. Kuna watu hizo sehemu wametembea za miguu hapo. Kwa sababu yani wako utakutana nao njiani, maisha yao yapo yani wengi tu. Watu wanatembea sehemu hizo nini. Yote kwenye kutafuta riziki. Mkono uende kinywani. Hivyo. Okay. Sawa, watu wengi sana wakiwa wanatoka zao hapa wanakwenda kutafuta maisha. Wengine wengi wanakuwa watoki poa. Kuna wengine lazima apige. Yaani kizamani sana ile ilikuwa. Wewe ulitoka fresh. Sasa mimi kwa ubazi wangu pia sikutoka poa. Kwa sababu kama ulivyosema, naona bwana mimi ndio kipindi kile sasa kuna deki hizi VHS za video. Naona bwana mimi nilichukua ile au sio bana. Nikachukua na sikumbuki vizuri ilikuwa na nini, ila kuna kitu kingine nilikichukua. Naona basi sasa pindi kile deki ndio zilikuwa dili sana. Ukimpelekea mtu ile faster na kugea hela. Mafundi TV hawa nini, hata watu wa mtaani. Kwa ile mtu unasukuma ile ndio unapata kiduchu. Unasogea. Unasafiri. First time unafika South Africa unaingia ule mji wa Mandela. Ndio. Yani nataka experience yako wewe. Experience yangu mimi kuhusu pale, unajua pale kuna maisha fulani ambayo yako tofauti sana. Umekaa miji mingapi pale? Pale mimi nimekaa miji 3. Miji 3. Okay, first time unafika ulianza? Wa kwanza nimeanza kukaa Cape Town. Nikaja nikaishi Johannesburg. Naona nikaja nikaishi na Pretoria nako. Sawa. Okay. Sasa nataka wewe wakati umefika sasa Cape Town. Wewe ulifika kishua umeanzia Cape Town. Watu wanaanzia pale ujue kwa mwenyewe. Nataka unambie ulivyofika nini na nini. Okay. Au ulifika uliokuta washikaji au ilikuwaje na ile pale mimi kuna maomboi wangu. Watoto wa Sinza ile najua kabisa kuko na mabrother wale 3 4 ambao nawafahamu mimi wanaishi maisha yale pale sasa South Africa ambao wako zao Cape Town au sio bana. Kwa ile mwisho wa siku ile wakipiga masimu vipindi kile landline nini, njoo baba njoo. Naona bwana kwa mtu naingia au sio bana. Kwa hiyo nimeingia pale mimi nimekutana na wale watu wangu, kaambia bwana okay sasa umeingia hapa, serikali yako kichwa chako. Unaona bwana kwa maana kutokana na maisha ya pale jinsi yalivyo inabidi serikali yako hiyo kichwa chako wewe mwenyewe, kwa maana ujiongoze wewe mwenyewe. Sawa. Yaani akili za kuambia unaongeza na zako. Za kwako unapagawisa. Safi.
zaenda basi kumza kusasa. Nataka kwenye kushafo wakati wa kipando, yani kipato nazungumzia. Inakuaje urahisi wake wa kupata na namna ambavyo sasa tumekwenda kutafuta, ndio tuko pale tunatafuta, au sio bana? Na serikali ishakuwa kichwa chako, ndio serikali yako tunatafuta sasa kipato pale bwana, ndio maana vijana wengi tunapenda kuingia pale. Sababu kwanza unajua hela yao ina thamani. Yani ukiwa nayo pale ndani. Kwa sababu hela ya mwisho wale landimia. Naona kama shilingi 10,000 ya kwetu Tanzania kwa ile kuipata kwa siku ile, yani ufanye kazi kweli. Utakutana landi 20, landi 50, landi ngapi hizo utakutana nazo. Lakini landi 100 ile, yani ni hela fulani ambayo inabidi mtu zi up and downs we nyingi, wewe mtu ametikasa sana. Naona bado unakutana nao landi 100. Na ukutana nayo ile hela ina uthamani. Kwa mfano kama shilingi 17,000 hivi na kitu ya Tanzania, lakini landi 100 ile unaweza kutumia siku 2. Ambao kibongo bongo shilingi 10,000 usitumie siku 2, kwa maana siku moja tumie 5,000, siku ya pili ukatumia 5,000. Inawezekana kibongo bongo watu bukutana wakatumia. Unaweza kukaza, lakini ndio hiyo. Kwa mfano sasa kuna maisha yale uwezi kutoka hapa bado ukaenda kwenye mall hivi kuspend uko na mtoto nini, au sio bana? Kwa shilingi 10,000 hapa uspend unajua. Lakini pale kwa landi 100 pale una spend, yani inaweza ikaishia kwenye bajaji. Naona bwana, mtu huwezi kuspend wala kaenjoy, lakini pale landi 100 una enjoy, yani ile unaingia sehemu kama ma KFC labda hizi Manando's hizi nini, mnapata chicken chips, sweet fresh juice, yani pale fresh na mtoto anakuelewa nini fresh, na change ya taxi inapatikana. Na homo mnarudi. Homo mnarudi safi kabisa. Sasa kuna kitu umekizungumza hapo, huwezi kuenjoy hasa ukiwa na mtoto. Kwa nini watu wengi sana ambao wanakuwa wameenda kutafuta life South Africa wanaamua kuwa na wanawake wazawa? Na inaonekana sana kuwa na mwanamke mzawa ndio wanakupa access ya kununua gari, access ya kununua nini, kwa sababu anakuwa na anakuwa na document, manake document zako pale inakuwa haifanyi kazi. Sasa pale unajua watu wengi ukiingia lazima uwe na mwanamke wa pale kwa mambo mengi. Ukiacha mambo wewe kuna ardhi labda ugari sio nini, hata ile wewe kuishi pale inabidi uwe na mwanamke wa pale, kwa maana yani unajua pale kuna umafia sana. Kuna vitendo vingi sana vya kiuni. Kwa hiyo ukiwa na mwanamke wa pale, kwa maana yule raia wa pale, kuna watu watakuwa na kuogopa. Kwa maana bwana huyu hata kama ukimzingua huyu shemeji zake watakuja hapa pata kalika. Kwa hiyo wewe banako utakuwa uko safe. Alafu basi wa pili kwa sababu ya kuishi. Kupata vibali vile vya kuishi. Naona bwana ni rahisi kupata permit weki. Naona bwana hata ile kwa apply citizen pia ile na kwa rahisi, kwa sababu una mtu wao yuko naye pale. Wanawake wa South Africa short temper sana. Unatoboa kweli mpaka unapata uraia kweli unatoboa? Au ndo kuvumilia? Uko mvumilivu unatoboa, kwa sababu wale bwana wana mambo mengi. Tofauti na wanawake zetu wa Tanzania. Hivyo yani hizo ndo nyingi sana fusek man. Nitakushaya man. Yani hizo hivyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo bongo hatuwezi kuvivumilia. Kwetu huko tujazoea. Unajua ukiingia pale labda leo ukafungua account, lazima ukubali kwamba ile kadi yako ile ya banki ile inabidi ushare password na ule mwanamke. Siku naye akiamka tu akiamua anaenda. Hivyo anaitaka. Ndio maana pale ukiangalia washikaji wengi migongoni wanalama sana za visu, kwa sababu yani wale wanatumia sana visu, yani unajua ile bwana nipe kadi wa rangi hao, bwana nipe kadi na mimi niende benki nini nikachukue mpunga nini, au sio bana? Zile mkibishana zile lazima zile nitakushaya kwa lazima chanje na usiku kilala maisha hayo uchelewe kupiga pasi usiku, yani sana. Na ukizingua zaidi ndio unataka kazi zake sasa, ndio ambao hawafai. Ile Jackson gay. Bwana kuna kitu kimoja ambacho nataka nijue. Kuna washikaji kule wanaingia kule, sio utaratibu wa kuingia sehemu, inawezekana ukawa umegongewa miezi 3 miezi 6, inategemea umeenda kufanya nini, kama kusoma mwaka. Lakini sasa kuna namna ambapo watu wameingia wamegongewa miezi 3 afu mtu unakutana na miaka 20 yuko pale. Bwana wabongo bwana, ile nchi bwana tumeharibu kwa vitu vingi. Kwa hiyo kuna muda ni ile mtu unakaa pale labda umeingia kwa visa kwa entry ile ya miezi 2. Alafu muda wako ushaisha sasa. Au sio bwana? Kuna wabongo wako pale wana miuli feki
ya ile zile entries zile ambazo unakugongea migration officers. Wao wanazo ile miuli. Kwa unaweza kama umeonekana umetoka labda umeenda Swazi, labda umekaa mwezi mmoja afu umerudi tena pale. Kwa miuli ile ya kutoka kuingia wao wanayo. Na uwezo tofautisha kwamba ukajua hii ni fake hii original. Hapana. Ile ile uliokuwa nao pesa kwa South Africa na watu nao wanao. Lakini ni wa Tanzania sasa wanafanya mitikasi hiyo. Kwa hiyo unamlipa ule chochote kitu bwana randi 50 hapa. Anagonga. Anakugongea ile. Kwa hiyo wakija wale wazee wa nondo sasa au sio maafisa immigration wanakuja kukagua nini au sio bana, unaonyesha passport yako ile. Okay. Naona bwana inakuwa iko valid ni imegongwa ile entries ile. Unatoboa. Unatoboa unaishi nao safi tu. Sawa sawa. Okay, safi. Mimi na enjoy na kuna vitu ambavyo nakuwa navipata. Lakini nakuuliza maswali ambayo kila mmoja anaweza akawa anaelewa. Kwanza nataka nijue vitu viwili. Yani kwa nini wabongo wakiwa wako kule anapata pesa, fahamu, alafu baadaye inakuja kumtokea story ya Makmuga, mwisho siku anauliza ke home kabla na raba tu au karunda kina cheni kubwa, lakini alikuwa na hela nyingi sana. Nini hasa, nini tatizo kikubwa bwana? Mfumo wa maisha wa pale. Kwa maana unajua starehe pale iko kubwa sana. Yani starehe jambo la kawaida sana, yani zile kawaida sana yani. Na mpaka Mandela mwenyewe alishasema kipindi kile zatotokea vurugu zile xenophobia kwamba wale wenyeji wanapiga wageni. Akawaambia hawa Tanzania kwanza msiwaguse, hawa taila yao wakiipata wanaitumia hapa warudi nayo kwao. Ndio. Acheneni nao jamaa. Kwa sababu gani? Sisi ni watu wa starehe sana, unajua bongo. Tunapenda sana starehe. Yani pamoja na kwamba mtu kaenda kutafuta lakini anasahau. Yaani unakuta mtu anatoka bongo labda huku mama yake kakopa hela, kamuungia yeye aingie pale, au sio bana? Lakini mtu akifika pale mtu anasahau kabisa, anapoteza zile. Kwa maana zile starehe anazozikuta. Wanawake wazuri, au sio bana? Alafu ndo kawaida tu hapo. Yani kuna maisha yale kwamba demu kibongo bongo huku labda hivi anaweza kagombaniwa na star hata labda Diamond au Alikiba, lakini pale wewe muuni tunakuwa naye. Naona bana yuko tu peto mzuri nini Sasa kama sisi huku Karadi tumewamezi sana kwetu hatuna. Naona bwana unakuta mtu unaishi maisha ya kibongo, hata ndugu zetu wa Pemba nani uje kukutana nao. Sasa unafika pale unakutana mtoto Karadi nywele huku nini. Naona bwana maisha ya klabu kawaida sana zile. Unajua bwana wale wenyewe wanapenda starehe, wanapenda kulewa. Sasa ndo kama sisi wa bongo. Kuna unajikuta muda mwingi zile tunatumia sana kwenye starehe, la yetu nyingi sana enda kwenye starehe. Kwenye maklabu, kubadilisha miji zile. Wabongo tunapenda kuvaa raba kali, sijui nguo nini, unajua bana. Maisha yale. Kwa unajikuta ile hela ile inazunguka na baki pale pale. Kwa hiyo kirudi Omboi ndo unarudi na raba. Unakuta unarudi naweza kuna raba tu, cheni kubwa. Sasa unajua maisha yale cheni kubwa, mtu anakuwa na cheni kubwa labda TV ndani kubwa nchi labda 70 sio nini au sio bana. Sometimes zile vitu vinasaidia. Unajua unaweza uka drop kimaisha. Labda mtaji wako umekata kwenye biashara, kwa unachukua cheni ile unaenda unaweka bondi au unaenda unauza, kwa unarudi tena kwenye game. Biashara zinaendelea. Au ile TV unachukua unaenda unauza au sio bana. Sheria ya kumiliki silaha pale South Africa ikoje? Au wewe ukinunua tu poa? Katika kitu bana walichokosea wale mabwana yani kumilikisha silaha. Silaha South Africa ziko nyingi vibaya mno kuliko hata simu za vifoswadu hizi Tanzania. Yani ziko zinapatikana kwa ukaribu, yani ile mpaka aibu mjomba. Ziko sana na wao hawaangalii sana kwamba kuna resene sijui nini. Yani hivyo vitu kama vile wameshavisahau wao. Kwa sababu mtaani yani unajua bana ziko. Na ile inatoka na maisha walioishi babu zao. Walivyoishi weusi na wale wazungu. Sababu wazungu wameua sana na bunduki wale. Kwa wakajikuta mpaka Mandela anachukua ile nchi, bunduki bado ziko sana mtaani. Kwa hiyo leo yani bunduki so issue yani nyingi tu yani unajua bana zile ziko tu. Mimi mara ya kwanza nimeingia pale. Nimefika tu hata siku 3 sina. Wakaja walangilangi kama 3 hivi. Au sio bwana, kuna mjomba wetu mmoja unamuita Anko Ndume. Au sio bana? Yeye akaja akawafungulia akaingia ndani. Wale bwana wakaja na begi kubwa ile rasket ile. Au sio bwana hapa na kule. Naona bwana ndani imejaa bunduki kibao. Kwa sababu wale fahari yao, yani mtu kwenye kiuno hapa kote ndani hapa zinajaa bunduki.
Kwa mmekaa zile mmelewa sijui nini kwa mtaani, anachomoa tu zile, utasikia kunywa anaweka hivi nyuma. Bu anapiga tu hewani zile, au sio bwana, dakika 2 unakuja polisi, bwana vipi tumesikia bunduki hapa? Hamna bwana, bunduki zimelia huko. Unaona bwana. Kwani bunduki ziko tu, watu tunacheza kamari, mnaweka bondi, bunduki. Unaona bwana, zile mtu anakuarifu na kukupa mtaji na kukupa bunduki bwana. Hii hapa bunduki bwana, angalia utakavyofanya upate hela. Yani hivyo, yani hazina dili. Okay. Yani ziko tu, yani kwa swala la vibari sio nini wao wajali, unajua. Okay. Na ndio maana mauaji yamekuwa mengi sana. Nini bunduki kila mtu anayo, nini vitu fulani ambavyo kawaida tu, yani mtu ashangai wala watu washangai. Sawa sawa. Wewe umeenda South Africa peke yake au kuna nchi nyingine ulienda ukacheza? Pale nimecheza Swazi, nimecheza na Namibia. Okay. Windhoek pale Namibia. Kwenye maisha yako ulivyoishi wewe pale, ulikuwa na mchumba, ulioa, ilikuwaje? Pale mimi nilikuwa na girlfriend wa kawaida. Kwa girlfriend wa kawaida kwa sababu mara ya kwanza ile nilipofika pale nikapewa zile taurati za pale kwamba kwa nini vijana wengi wa Tanzania wanakufa hapa, wanapigwa bunduki, wanapigwa visu, kikubwa nacho pia kinachochangia nao pia ile wanawake. Najua wale maisha watoto wa pale, unajua wanaishi vile, hawajui kukataa. Kwa hiyo hata kama wewe Gabo mshikaji wangu na mtongoza, mimi demu wangu ni fresh yani. Kuna story nilisikia mimi, kuna mwanangu mmoja anasema yeye aliisha, alikuwa anakaa pale namna gani, katokea cha kutokea, akaisha akaenda zake milango. Alipotoka ngome, alivorudi anamuuliza demu wake. Demu wake anamwambia wala akatai kwamba nimetembea na fulani, nimetembea na fulani kwa sababu nilikuwa sina hela ya kula, nimetembea na fulani, yani kama kawaida kwamba ningeishi vipi wakati wewe haupo huko jela. Yani wao ndo maisha yao, yani hawajali zile, unajua. Wewe ndo utajali ila wewe ndo utajali sasa, kwa maana ya kuogopa. Naona bana, kwa sababu unajua pale kumuua mtu, unajua kitu kimoja chepesi sana, sio kawaida, chepesi. Yani pale wewe Gabo unamwagiza mtu, au mimi namwagiza mtu abaka nichukue mwanamke wangu, yule mtu kwenda kumuua mshikaji, au sio bana, namlipa labda frana, labda una picha sio ya Tupac hapa, nampa raba sio ya Adidas, naomba bwana okay chukua raba hii na picha ya mshikaji huyu hapa. Naona bwana, kwa hiyo raba ile ndio inakuwa yani ndio malipo yake yani. Na mtu anaenda kumuua mtu kwa sababu ya raba. Yani wewe mimi nakulipa raba ya Adidas hapa nini fresh, naona bwana unaenda kufanya kazi kamue mtu fulani. Mtu anaenda naua. Frana sweet chains, yani sio gharama kumuua mtu kwamba mtu jiandae wewe na milioni 5, sio milioni ngapi michongo sio naona bwana frana tu raba zile mtu anaenda na kuangushia mtu. Na ile mtu akienda kikosea kule anarudi anakuambia bwana nenda kaangalie. Naona bwana kama ukuta sio yeye anaenda kumtafuta tena yule jamaa. Yuko hivyo. Ukimwambia bwana ule muua sio huyu, akwambia sio yeye huyo. Okay basi sorry, give me 5 minutes. Kweli bwana anakuomba zile dakika 5 kule na anazunguka nenda namdondosha na yule. Kwa hiyo pale muda huo kakaua watu wawili. Kaua yule ambaye anahusika na yule asiyehusika ambaye kamkosea kamfananisha. Kwa ni so issue kwa sababu wao wenyewe kijana mpaka afike miaka 18 hivi lazima awe na vichwa 5 6 kashaua. Umeona kama hao wanaitwa panya road huko sio nini? Sasa pale watoto pale wote yani matukio wafanywe watu wazima. Watoto wadogo. Kwa mpaka mtu afikishe miaka 20 kwenye 18 20 lazima awe na vichwa 4 5. Anavyo nikashaua hivyo vichwa. Yani kawaida tu zile kwamba watu ambao sio wazawa wao wanaenda kuishi pale. Pia wanachukua hiyo kama wanajifunza na wao wanakuwa hivyo au wanaachana na hiyo life wao wanakuwa wanaamua tu kuishi life yao. Au kama sifa kuua watu 3, sifa kuua watu 5 na mtu naye anaamua kuwa Sasa wabongo wengi sasa. Yani labda nizungumze hichi kitu. Wa Tanzania na Nigeria ndio watu ambao wanaiharibu ile nchi. Wa Tanzania wengi sana wanapiga bunduki pale. Wengi sana na michezo mingi tumewafundisha sisi. Unajua wale taridi kwa ile kukuchukulia hata simu. Yani una iPhone yako hapo kukuchukulia anahitaji mpaka akuue. Sasa watu wakawafundisha kupiga roba. Kwamba bwana hii roba ya mtu anaekewa hapa anapigwa hii fresh anaenda nazimia dakika 10 15 ushachukua umeondoka. Sio mpaka umuue wala nini. Naona ukimuua kesho utachukua nini? Utachukua nini au sio bana? Kwa hiyo wabongo wenyewe ndo mafia wa pale.
yani uwezi kuambia kitu, yani wao ndio utawala wao ule, piga sana bunduki, michongo ile, sio michomoko ile, mambo wizi usiku ile waleta michomoko, kwenda kuvunja nyumba za watu sio nini, au sio bwana, ndio michezo yao. Yani kwa ujumla, yani wenyewe yani ndio wanaoivuruga ile, kwa sababu wao nasikia Wakenya ndio waanzilishi wa michomoko South Africa. Wakenya waanzilishi kutokana na wao kuna vitu vile ambavyo kuna vijua tofauti na sisi. Unajua Mkenya kidogo na ujanja wa shule. Kuna zile technology, zile chemicals, labda kwa mfano muona ukuta huu, labda mimi kutaka kuingia chumba cha pili, kuna ile chemical ambayo mimi namwagia ukuta huu, au sio bwana, unaanza yani kupururuka, unashuka ule mpaka nakutana na tofali ndani, na toboa mimi na penya hapa, natokea ubazi wa pili. Unaona bokozi kujua zile chemicals, kwenda mafamasi, mtu ananunua hiki anatengeneza mpaka anapata chemical ya kuharibu ukuta ingie ndani nini. Wakenya ndio hizo walikuwa nazo sana, kwa sababu zile shule zao. Unaona bwana, lakini michezo mingi pale wa bongo ndo waanzilishaji, kwa sababu hao Wakenya wenyewe sio wengi kama sisi. Sisi bado tumekaa kama kwetu. Yani ni nyumbani kabisa, ni nyumbani. Umeenda Zulu na njia ya chini, umerudi na njia ya chini au umerudi na nini? Mara kwanza nimeenda kwa basi, mara pili nimerudi kwa njia ya ndege, kwa maana ya anga. Okay. Unaona kwamba tayari ushajipata ushajipata ile sasa ile, kwa sababu ndio ushakaa hapa, nimepiga mitikasi nini, mambo yameenda vizuri. Na ya nini tena kuriski na mabasi haya, au sio bana, njiani kuna mambo ya polana nini, na vilandi vyangu kidogo hivi, ngoja nichukue zangu flight. Naona bwana, chukue zangu flight pale Oliver Tambo pale. Naona bwana, kwa sababu nilishindwa kupandia Cape Town. Unajua Cape Town mpaka ufike Dar es Salaam hapa ni mbali, tofauti na kutoka Johannesburg kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo return ticket yako kutoka Jozi kuja Dar inakuwa ndogo kuliko ile kutoka Cape Town kuja Dar es Salaam. Okay. Naona kwa ile mtu kwa sababu kule kuna wana, au sio miji ndio ile, kwa nikasogea zangu pale Jozi, au sio bana, nikachukua zangu pale treni, kaenda zangu River Tambo, au sio bana, International Airport ile, kachukua zangu flight pale, ndio kadondoka zangu Bongo. Sawa. Okay. Kuna kitu ambacho kipo na watu wengi sana wanakuwa hawajui. Kwa huku kwetu Tanzania, yani kibongo. Kawaida sana mtu anajiita 45, maana 26, unafahamu yani analopoka tu hivyo, umeelewa. Lakini najua hizi namba zinatoka kwa sababu na lazima kuna vitu vile vimefanyika, umeelewa vizuri bana. Yes, na ndio maana hata mkutano wakati mnasalimiana kuna ishara fulani zinaonyeshana na kila mtu anajua, umeelewa vizuri. Inakuwaje mpaka unapata namba South Africa? Namba bwana South Africa, so kama hivi ambavyo watu wa kibongo wanavyozungumzia. Namba South Africa unapata kwanza, namba inapatikana jela. Ndio maana mwanzo nikakwambia unakuta kijana mpaka na miaka 20, 18 kashaua watu 4, 5, vile ndio vitu vinavyokupa namba. Kwa mfano 26 wao wanafanya hivi. Hii 26. Kwa hivi ni mtu ambaye anatafuta kwa bunduki. Kwa hiyo maisha yake, kipato chake anatafuta kwa kutumia bunduki. Si ndio? Alafu kuna yule 27 anakuja hapa. 27 huyu huyu skoko, au sio bana, skoko. Sasa 27 huyu anatafuta kwa bunduki, kwa au sio bana, alafu anauza madawa pia. Lakini madawa nao pia lazima uwe na bunduki. Unaona? Alafu kuna 28 anafanya hivi. Sasa 28 hii namba, sasa hii namba hii kidogo imekuwa tofauti. Hii namba wale mabwana waligeuza ikawa kama namba ya kimapenzi. Kwa maana kule jela sasa, kutokana na maisha wanaoishi, kuna wale ambao wale wameleft ba group kutoka kwenye wanaume kwenda kwa maana ya ushoga. Naona bwana, kwa wao wenyewe yani ile mashoga. Kwa hiyo baada ya kupatikana na 26, 27, 28 sasa, kwa sababu ndo namba ya mwisho, au sio bwana, kaigeuza ikawa namba ya kimapenzi. Kwa mashoga ndo anatumia hivi. Hii ni 28. Unaona? Kuna mtu Mbagala anajiita mimi 28, hajui sasa. Yeye anakurupuka tu, au sio bwana, kile namba ya ushoga. Unajua hizi namba zinaendana na ushetani. Ndio maana ukuta tatu zao wale unakuta wamechora magraveyard huko nini, au sio bwana, makaburi mara sio mafuvu sio nini. Kwa hiyo ni ushetani. Kwa lazima kwamba uwe na idadi ya watu ya kuua, kwamba izekani wewe 27 alafu eti una watu 8 au 10. Kwa hiyo maana yake unazungumza ukiwa 28, maana yake inawezekana ukawa umeua
afu mwenyewe vile vile umeuawa lakini uko hai. Yani ni gangster kama kawaida. Kama kawaida mtaani na matukio, anaua watu, kafanyaje nini, lakini mwisho wa siku ile namba wameamua tu kuigeuza tu kwa kimapenzi, kwa katika mazingira ya ushoga. Kwa sababu wao si maisha yao jela. Hii ishara gani ikifanywa hivi? Hii kutanua nao pia inaenda kule kwenye ile ushoga. Yani inatoka hapa inakuja. Unaona, kwa sababu hii hapa kibana hivi huko lazima atanue. Hawezi kubana hapa hivi. Kwa hiyo kutanua hii ndio inawakilisha hii kufanya hivi. Unajua nakuuliza hivi kwa sababu gani? Kuna kwenye mradi Koma, kwenye mmonyoko wa maadili, unakuta mtu amekaa anataka kupiga picha, umeelewa vizuri bwana, akakurupuka anaweka tu hivi. Umeelewa vizuri bwana, amekaa mtu anataka kupiga picha nini? Yani umeelewa mtu anafanya hivi yani anakuta kama swaga lakini kumbe hivi ni vitu vya watu vina namba. Sasa mtu akikufanyia hivi maana yake mtu ambaye anatumia visu, kwa maana ya kukaba kwa visu yeye anaua kwa visu, sio za kufonela hivi nitakushaya man man take care man nitakushaya man. Naona bwana anakuwa anakufanyia hivi, kwa hiyo anatumia visu. Na wale mabwana hamna kitu walichojua kutumia kama visu. Yani hizi mambo ya kibongo wale, sio upige sio kichwa, sio upige mangumi, sio nini, wao wana muda huo, kwa sababu wenyewe kwanza wateke wako very flexible. Kwa hiyo yani ukitaka tu kukumbatiana naye tu kumaliza, kwa anachoma huko anachoma, yani unajua zile dakika sifuri mtu lazima akuue. Na wana aina upigaji wao visu wale kama wachungaji wagogo watu wa nyambo wale wanajua kupiga kisu sehemu gani wewe usimami. Sasa wao wanapiga visu hapa kama machete yani ile mzuru mkosa usio bana, kwa anakuwa hapa maana yake anakata mawasiliano juu na chini, na hapa damu hairudi hivi nje, inakuwa internal bleeding, kwa lazima ufe. Kwa hakika kama akitaka kutia discipline tu kwamba ujifunze maisha, atakuchoma huko kwingine, kwa sababu wale mabwana kuswala la hospitali sio nini wako wanajari sana. Mtu anapigwa visu hapa anaanguka chini na kuja ambulance ile ambulance ndio hospitali, yani imekwisha pale, kuna dokta, kuna kila kitu. Kwa pale mtu kalala chini hivi inapigwa line ile, police line ile, mtu anaanza kutibiwa pale chini. Haijalishi kwamba huyu foreigner au raia mwenyewe, hapana. Unahudumiwa pale nini, kila kitu, unanyanyuliwa, unaingizwa kwenye ambulance, manake unaenda kukabidhiwa kwa dokta tu kule hospitali, kwamba huyu ni wodi fulani, dokta wako atakuwa huyu, dawa zako zitakuwa hizi, ila huduma yote inafanyika pale chini. Kwa yani wako hivyo, na ndio maana unakuta pale vijana wana maalama ya mavisu ambapo kama wangekuwa hapa kibongo make wengi wangeshakufa. Unakuta mtu anabisu kapigwa ubisu huku paka huku, kashona nyuzi 30. Yani wako shaji zetu namna hiyo. Mtu usoni ile hapa ile huku, yani mdomo wote umekula, na bwana hii ingekuwa bongo ingekuaje? Ananyooka mtu. Kabisa bongo mtu anakufa. Naona bongo mtu anakufa, lakini pale wanajari sana huduma nini fresh na ni free kabisa. Ni kuulize swali la kizushi. Lini unarudi juu? South Africa nitarudi, kwa maana kwa sababu wewe kwambia kitu kimoja Gabo, na wengi unajua wajui, unajua maisha ya kiwanjani yana rosto. Kama hivi mtu alivyokuwa mlevi au mvutaji sigara, yani maisha ya pale unajikuta tu automatically unayamiss, yani kwamba lazima nirudi pale. Sasa mimi ukiacha kuyamiss pia na mitikasi yangu, kwa maana biashara, unaona, na biashara zangu pale nyingi, unaona bwana, kwa pale lazima nirudi nikafanye mitikasi yangu. Sawa. Huyu hapa ni Salim mwanangu wa Ahmad. Endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki. Nipo hapa kwa ajili ya kujuza mengi tu mazuri, yale ulikuwa unajua na yale ambao wewe ulikuwa hauyajui.